Hebu niulize swali moja la ukweli. Ni mara ngapi umejiambia, leo naacha kabisa? Lakini baada ya siku moja, wiki moja, au hata masaa machache, unajikuta tena kwenye ule mzunguko ule ule. Unatazama porn, unajisikia vibaya, unajilaumu, halafu unarudia tena. Na jambo baya zaidi, watu wengi wanaishi maisha ya siri, wakiwa na tabasamu mbele ya watu, lakini ndani wanapigana vita nzito kabisa. Kama uko hapa leo, nataka ujue jambo moja: hauko peke yako. Na pili, unaweza kuacha. Pornography si starehe tu. Ni mfumo wa kuiteka akili, kuharibu dopamine, kuuza motivation na kuvunja mahusiano. Lakini leo nitakupa mbinu 6 kali kabisa ambazo zikitumiwa vizuri zinaweza kukutoa kwenye huu mtego. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye channel hapo ili upate mbinu za kisaikolojia za kukusaidia kila siku. Twende moja kwa moja. Mbinu ya kwanza: tambua trigger zako. Watu wengi wanashindwa kuacha porn kwa sababu wanafikiria tatizo ni porn tu. Lakini ukweli ni huu: porn ni mwisho wa safari. Safari inaanza na trigger. Trigger ni nini? Ni ile hali inayokufanya uanze kutamani. Kwa mfano, ukiwa stressed baada ya kazi, ukiwa peke yako usiku, ukiwa na simu kitandani, ukiwa umechoka au umeumia emotionally. Porn mara nyingi si hamu ya ngono, ni hamu ya kukimbia reality. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuandika trigger zako. Jiulize, mimi huanguka muda gani? Wapi? Kwa nini? Mfano, unatoka kazini umechoka na stress, unaingia chumbani peke yako, akili inatafuta kitu cha kukupa faraja ya haraka. Au uko nyumbani weekend, huna shughuli yoyote, una scroll Instagram, unaona picha zinazochochea, hamu inaanza. Hapo trigger ni uchovu, upweke na kuboeka. Ukijua adui wako, unakuwa tayari kushinda. Mbinu ya pili: ondoa upatikanaji. Wacha niseme ukweli mchungu. Simu yako ni barabara ya haraka kwenda kwenye relapse. Kwa hiyo, hatua ya pili ni cut the supply. Fanya haya: weka porn blockers, funga private browsing, ondoa apps au accounts zinazoleta hamu. Usikae na data usiku bila sababu. Acha kulala na simu kitandani. Mfano, una unfollow accounts zote za TikTok au Instagram zinazoweka content ya kuchochea. Au unaacha kutumia simu ukiwa kitandani mwenyewe, unaichaji sebuleni. Kumbuka, mtu anayepambana na nyoka haachi mlango wazi. Usijaribu kuwa strong sana. Badala yake, kuwa smart. Mbinu ya tatu: badilisha tabia. Replacement principle. Hii ni moja ya mbinu kubwa zaidi. Watu wengi wanajaribu kuacha porn kwa kusema, nitapambana na hamu. Lakini hamu haipigwi kwa nguvu. Inapunguzwa kwa replacement. Pornography imekuwa ni tabia. Na tabia haiishi kwa kuondolewa. Tabia huondoka kwa kubadilishwa. Badilisha na nini? Mazoezi ya mwili, kuoga maji baridi, kutoka nje dakika 10, kufanya kazi ya mikono. Mfano, unahisi hamu inaanza, unaamka hapo hapo unafanya push-ups 20. Au unatoka nje unatembea dakika 10, unabadilisha mazingira. Kila urge ni energy. Usiitumie vibaya. Igeuze kuwa nguvu ya kujijenga. Mbinu ya 4: usipigane peke yako. Accountability system. Pornography inapenda siri. Inakuwa gizani. Lakini uponyaji unakuwa kwenye mwanga. Watu wengi wanaharibika kwa sababu wanapambana kimya kimya. Nataka nikwambie ukweli. Kuwa na mtu wa kukuaccount kunaongeza nguvu mara 10.
Pata mtu mmoja, rafiki wa karibu, kiongozi wa dini au mshauri. Ukijua kuna mtu anakufuatilia, utaanza kuwa makini zaidi. Mbinu ya 5: jenga maisha mapya, lifestyle reset. Wacha niseme kitu muhimu sana. Porn mara nyingi si tatizo pekee. Ni dalili: uvivu, upweke, kukosa malengo, kukosa purpose, kukosa ratiba. Kwa hiyo kama unataka kuacha porn, usifocus tu kuacha. Focus kujenga maisha mapya. Jaza siku zako na malengo ya kweli, hustle na kazi, kujifunza skill mpya, kuwa karibu na watu, kujenga mahusiano ya kweli. Mfano, unaanza hobi mpya kama kuimba, kujifunza graphic design au biashara ndogo. Au labda, badala ya kukaa room peke yako, unakaa na watu au unafanya shughuli za familia. Porn hukua pale ambapo maisha yako yako empty. Ukijaza maisha yako na maana, porn inakosa nafasi ya kukaa. Mbinu ya 6: ukiteleza, usikate tamaa. Watu wengi wanaanguka mara moja tu, halafu wanaamua, mimi siwezi, nimeshindwa. Hapana, relapse si mwisho. Relapse ni sehemu ya safari kwa wengi. Tofauti ni hii: mshindwa huanguka na kukaa chini. Shujaa huanguka, hujifunza na husimama tena. Ukiteleza, usijiue kwa guilt. Mfano, umeanguka baada ya wiki 2 safi. Badala ya kusema nimeshindwa, unasema, sawa, nimejifunza kuwa upweke usiku ni hatari kwangu. Usijihukumu pale unapoteleza. Badala yake uliza, niliteleza kwa sababu gani? Trigger ilikuwa nini? Nitazuiaje next time? Kila kuanguka iwe funzo, na kila funzo likujenge. Na hizo ndio mbinu 6 unazoweza kuzitumia kuacha pornography. Kumbuka kuwa hii safari sio rahisi, lakini kila hatua unayopiga inakuleta karibu na maisha unayotaka. Kama bado huja subscribe, fanya hivyo sasa hivi. Like video hii ili iwafikie wengi wenye hili tatizo. Tukutane wakati ujao.